Ndugu watazamaji, karibu tena kuiona mashine nyingine ambayo iko nyuma yangu hapa. Hii ni mashine inayoitwa PET-CT scan. Ni mashine ambayo inatumika katika uchunguzi wa saratani kama nilivyoeleza awali, katika uchunguzi wa saratani, katika hatua za awali, kabla ya matibabu, katikati ya matibabu na baada ya matibabu. Mashine hii ni mashine ambayo inatumia dawa za mionzi ya nyuklia ambayo tunaitengeneza na mgonjwa huchomwa na uweza kufika hapa ili kuweza kupata hicho kipimo. Inaitwa PET-CT scan. Unaweza kujiuliza ni kama CT. Ndiyo, ni kama CT, ni kama CT lakini ina mfumo tofauti wa ufanyaji kazi, kwa sababu hichi ni kipimo ambacho mgonjwa hupewa dawa na mgonjwa hutoa picha yake hupatikana kutoka kwenye dawa ambayo tumemchomba mgonjwa ili kupata uhalisia wa ufanyaji kazi wa seli au ufanyaji kazi wa kiungo husika ambacho tunakiangalia, ukitofautisha na zile picha nyingine ambazo zinapigwa kwa kupewa mionzi na mgonjwa kupata picha ambayo picha msimamo. Lakini kwa kwetu sisi tunapata picha kuonyesha kitaalamu at molecular level, ufanyaji kazi at molecular level, na kujua function au ufanyaji kazi kwa mgonjwa aliyekuwa na saratani, au kama kuna vimelea vyovyote ambavyo viko sehemu mbali na saratani iliyopo, au pale ambapo mgonjwa inasemekana ana saratani, basi tunaitumia hii mashine kutafuta hiyo saratani inatoka wapi, hapa ipo kwenye kiungo gani, ili kuweza kufanya uchunguzi wa endelevu na mwishowe kuweza kupata matibabu. Ndugu watazamaji, kama tulivyoelezea mara ya kwanza kwamba hapo awali kwamba tuna mashine mbili ambazo zinatumika katika vipimo vya nuclear medicine. Mojawapo ni mashine hii ambayo unaiona mbele yako, ni mashine mojawapo ambayo tunaitumia kwa ajili ya vipimo vya awali vya saratani. Kwa mfano, kwa wale wagonjwa wa saratani ambao wanahitaji kuangalia ugonjwa umeendaje kwenye mifupa, basi huletwa kwetu kwa ajili ya kipimo hichi, na uweza kufanya kipimo hichi ili kuona ugonjwa umeenda kiasi gani kwenye mifupa, ama kujua kama hii saratani alionayo imeenda kwenye mifupa. Pia ukitoa magonjwa ya saratani, kuna magonjwa mengine ambayo tunatumia hichi kipimo, tunatumia hii kamera, mojawapo ikiwa ni vipimo cha renal scan kwa ajili ya kuangalia ufanyaji kazi wa figo. Mara nyingi watu wana changamoto za figo, na madaktari hutaka kujua kwamba figo zinafanyaje kazi kwa mzunguko wake ule wa kawaida ambao unatumika, physiological activity ya physiological process ya kidney unavyofanya kazi. Basi wagonjwa hao pia hutumwa kwetu, na hao wagonjwa pia hufika hapa na uweza kufanya kipimo cha figo na kujua figo zinafanyaje kazi na kwa jinsi zinavyochukua dawa, zinavyochuja na kutoa mkojo mwilini. Basi na vipimo vingine kadhaa ambavyo tunavifanya, pia tunafanya vipimo vya tezi ya shingo kama nilivyoelezea awali, kwa wale ambao wagonjwa wenye magonjwa ya hyperthyroidism, ufanyaji kazi wa kupita kiasi wa tezi ya shingo, ama wale wenye saratani ya shingo. Basi mashine hii pia hutumika kwa wale wagonjwa ambao nilielezea awali kwamba ni wagonjwa ambao wanakuwa na tezi za shingo zinazofanya kazi kupita kiasi, hyperthyroidism, ambapo tunaangalia ufanyaji kazi wa tezi ya shingo ili kuweza kujua kwamba inavyofanya kazi na kuweza kumpa matibabu ya nyuklia. Pia kwa wale wagonjwa wenye saratani ya tezi ya shingo ambao wamefanya surgery tayari, wametoa kile kiungo, tunakuja kuangalia kwamba kimebaki kiasi gani, ili tujue kwamba dozi tunaweza kwenda kuwapa au matibabu tunaenda kuwapa ya kinyuklia, matibabu sahihi kutokana na picha tunazopiga. Kwa hiyo matibabu yetu mara nyingi huendaga kutumia picha ambazo tunazopiga sisi, ili kuweza kumpa mgonjwa matibabu sahihi na kiwango sahihi cha mionzi ambayo